tumependekeza kwamba serikali ifanye marekebisho kwa upande wa wakurugenzi wa halmashauri wasio wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. Kwa nini tunasema hivyo? Kwamba wao wakurugenzi wengi asilimia kubwa ni watumishi wa serikali, lakini pia ni makada chama wa vyama vingine huko. Kwa hiyo hawa tunaweza kutenda haki kwenye usimamizi wa uchaguzi. Kwa hivyo Chauma sisi tunatamani sana wakurugenzi wa halmashauri wasio wasimamizi wa uchaguzi ndio wataharibia uchaguzi, na watu wengi walikuwa wakipiga kelele kwa mazingira hayo. Lakini pili, wasimamizi wa uchaguzi kwenye vituo wasipangiwe pia hawa watumishi wa umma, kwa mfano walimu, watendaji, au pia wasimamizi uchaguzi wapatikane pia kwa ushindani. Serikali tangaze ajira, lakini wasio watumishi wa umma, kwa sababu wana maslahi na serikali. Mwisho, tunatamani mawakala wa vyama wanapoenda kwenye uchaguzi kusimamia uchaguzi wasibuguziwe. Mawakala wetu wamekuwa wakibuguziwa. Mfano uchaguzi wa serikali za mtaa uliopita, mawakala wetu walikuwa wanabuguziwa sana, nusu ya kupigwa na watu ambao wanasimamia uchaguzi huko. Kwanza mara vikwazo kibao, mara wewe ujitambulika barua hii na nini, lakini mawakala wa vyama vingine wa chama tawala hawasumbuliwi. Kwa hiyo tunatamani mawakala wa vyama vyetu hivyo, hasa vya upinzani, wasisumbuliwe, wasibuguziwe wanapoenda kusimamia uchaguzi wao, kwa sababu walikuwa tayari washaapishwa, wana barua za utambulisho, lakini bado wananyanyaswa. Kwa hiyo sisi kama Chauma tumeona hiyo ndio mapendekezo yetu, lakini tunatoa tunaomba wenzetu wananchi wajitokeze kushiriki uchaguzi huu, uchaguzi huu, hasa vijana wajitokeze kugombea. Tumekuwa tukilalamika sana vijana kuhusu wanasiasa kushindwa kujenga ajenda au kutengeneza sera nzuri za kuhusu ajira au viwanda. Sasa ni wakati wetu sisi vijana ambao tumesoma tumesomeshwa na serikali na wazazi wetu, tuonyeshe maarifa yetu tupata chuoni tuyatekeleza kwenye maeneo yetu ya kazi ya uongozi. Tunaonyesha wapi? Ni kupitia udiwani, ubunge na sehemu kadhaa. Hivyo ni waombe watu, wananchi, vijana, wamama, wazee, mjitokeze kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi ujao. Huu ndio tutatoa picha ya miaka 5 hii ambayo tunaitaka. Pili, sisi hapa kama Chauma hatushirikiani wala tufungamani na chama chochote cha kisiasa kingine chochote ambacho kipo hapa nchini. Sisi Chauma tumesajiliwa kivyetu na tunaongoza, tuna katiba yetu, tuna misimamo yetu. Hivyo hatufungamani na chama chochote. Tumekuwa na masuala kadhaa kwamba Chauma natumika na vyama fulani. Sisi hiyo kauli sio tunaipinga bwana. Tuko hapa, hata kauli ambayo naitoa leo mwenezi wa chama taifa, hatufungamani na chama chochote, na hapa hatujatuma mtu yoyote kuzungumzia kwamba kwa nini tushiriki uchaguzi. Kwanza mtu akisema kwa nini tunaunga hizo uchaguzi, sisi ni nani yetu, ni chama chetu, yani kisi ndio kimeamua, tulisajiliwa kwa ajili ya kusimamia mambo yetu, si ndio? Lakini niombe pia vyama vingine ambavyo tuko upande huu wa upinzani, tusizarau vyama vingine ambavyo havina wakilishi bungeni au kwenye madiwani. Wanapotuambia kwamba tunakeleka, pia na sisi wanatuambia kila siku kwamba sisi ni mawakala wa CCM. Hiyo kauli inatokea sana. Singekuwa mawakala wa CCM, tunatembea na vyetu huko mtaani. Kae sawa. Pia vyama vingine ambavyo vinawakilishi bungeni wakiwa na jambo kutaka kulifanya, watushirikishe, sio kwamba wafanye wao huko afu anze kutuambia kwamba chama nyie fanyeni. Tutafanyia kitu, tutangaje hoja kitu ambacho sisi hatukifahamu? Watu wameandaa mpango yao huko na nini sasa, na nyinyi ungeni? Hapana, tuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine. Sisi Chauma tuna misimamo yetu, tuna katiba yetu, tuna kanuni zetu ambazo zitatuongoza sisi. Hivyo hatuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine. Actually nimezungumzia hao mambo matatu ambayo tunasema yafanyike kwenye uchaguzi. Ni kweli sisi tunatamani yafanyike hivyo, lakini msimamo wetu mkubwa wa chama sio tu kwenye hizi changamoto ambazo zipo ambazo nimeziainisha. Kitu ambacho tunakitamani sana kifanyike nje na hizi changamoto za tume huru ya uchaguzi, tunataka tufanye mabadiliko ya katiba mpya. Tukifanya mabadiliko ya katiba mpya ndio watakuja kufanya maboresho yote haya. Yatafanyika kwa sasa, basi
Ndio maana mwenyekiti wetu wa chama taifa huwa anamwambia kwamba kama serikali imeshindwa kufanya saizi, maana muda wa rais ni mdogo, basi rais aongezee miaka 10 ili mpaka afanye marekebisho ya katiba, kwa sababu tunafurahia kwamba tume iwe huru, lakini bado tunahitaji marekebisho ya katiba mpya. Kwa sisi msimamo wetu wa Chauma nje na kufanya na mapendekezo haya kwenye tume, lakini sisi ambacho tunakitamani sana sasa hivi ni mabadiliko ya katiba.